Leo tumekutana hapa kuwashukuru, kuwapongeza, kuwatia moyo walimu wetu wote wa mkoa wa Mwanza kupitia nyinyi walimu wetu wa wilaya ya Ilemela. Serikali inathamini, inatambua, lakini pia inaheshimu kazi kubwa ambayo mnaifanya katika kuimarisha na kuboresha sekta ya elimu katika mkoa wetu wa Mwanza. Narudia tena, hongereni sana walimu wote. Mkoa wetu wa Mwanza tunao jumla za shule za msingi 1170, lakini pia shule za sekondari 393. Tunao wanafunzi wa shule za msingi 971,054, lakini pia tunao wanafunzi wa sekondari 275,254. Lakini hawa wote wako chini ya mikono yenu. Nyie ndio walezi baada ya wazazi wao. Kwa hiyo mnafanya kazi ya kutoa elimu, lakini pia mnafanya kazi ya kusimamia malezi ya idadi kubwa ya wanafunzi wote ambao nimewaeleza hapa. Aidha, mkoa wetu wa Mwanza umekuwa ni kinara katika matokeo ya elimu ya msingi, elimu ya sekondari na hata sekondari ya juu, yaani kidato cha 5 na cha 6. Tumekuwa tukiongoza kitaifa katika matokeo ya kitaifa miaka mingi, miaka nenda miaka rudi. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 2 na cha 4 kwa sasa, ufaulu wetu katika mkoa wa Mwanza tumefikia 90%, lakini pia kwa kidato cha 4 99% na darasa la 7 kwa 92%. Kazi hiyo bora na ya kutukuka inafanywa na nyie walimu wa mkoa wa Mwanza. Mafanikio ya serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hayawezi kutenganishwa na jitihada zenu nyinyi walimu. Rais katika kipindi cha mwaka 21 hadi kufika mwaka 2026 katika mkoa wetu wa Mwanza ametoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 196.8 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya elimu. Tunamshukuru sana rais kwa kazi hiyo. Leo tunashuhudia mabadiliko makubwa sana ya sekta ya elimu katika mkoa wetu, ni kwa sababu rais wetu na serikali yake na wizara ya elimu kwa ujumla imekuwa ikitoa fedha za kutosha katika mkoa wetu. Hivyo tumeweza kujenga shule mpya za msingi kwa miaka hii mitano, shule mpya za msingi 157, shule mpya za sekondari 95. Tumeweza kujenga madarasa 3924, matundu ya vyoo 5750, nyumba mpya za walimu 150. Lakini katika kipindi hiki 21-26 tumeweza pia kujenga mabweni 146. Serikali pia imeajiri walimu 3242 kwa msingi na sekondari, ikiwa ni jitihada za kukabiliana na upungufu wa walimu katika mkoa wetu wa Mwanza. Walimu 2896 wameweza kulipwa mapunjo kiasi cha bilioni 2.5. Kwa hiyo kazi inaendelea. Ingawa mafanikio mengi yamepatikana, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, bado ninafahamu kwamba ziko changamoto ambazo walimu wanakabiliana nazo, na kwa namna ya pekee, lakini kwa upendo mkubwa nipokee changamoto ambazo zimewasilishwa na Chama cha Walimu Tanzania. Nataka nikuhakikishie kwamba serikali itaendelea kufanya jitihada za kupunguza matatizo na kero na changamoto za walimu hatua kwa hatua. Kwa hiyo hata swala la madaraja ambalo umelieleza tutalifikisha kwenye mamlaka za serikali ambazo ziko kuu, na matumaini yangu serikali hii sikivu itaweza kushughulikia changamoto hiyo. Ninafahamu katika mkoa wako baadhi ya walimu wanaendelea kudai au kucheleweshwa kwa stahiki zao mbalimbali kama vile malimbikizo ya mishahara. Ninafahamu baadhi ya maeneo hususan visiwa vya Ukerewe tunao upungufu wa miundombinu ya madarasa,
madawati na nyumba za walimu. Hayo yote serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinapungua na walimu wanapata mazingira mazuri ya kufanya kazi zao kwa uaminifu mkubwa. Pamoja na hayo, nitoe wito kwa walimu wetu wa mkoa wa Mwanza. Iko changamoto kubwa ya mikopo na madeni chechefu. Hivi karibuni nilikutana na baadhi ya walimu pale wilaya ya Nyamagana, walikuja walimu 16 ambao pay slip yao yote imekwisha kwa sababu ya mikopo. Wanashindwa kufundisha, wanashindwa kutulia kwenye vituo vyao. Kwa hiyo nilielekeza wakuu wa wilaya wote kufanya tathmini, tuelewe ni walimu gani wenye madeni na mikopo chechefu, tukae nao chini. Ziko taasisi nyingine zisizoeleweka ambazo zimeweka riba kubwa kwa walimu, riba ambazo ni kinyume hata na sheria ya mikopo na fedha ya Benki Kuu. Nataka niwaahidi, riba za namna hizo tutaziondoa, walimu walipe kile kinachostahili kulipwa ili tuweze kusonga mbele na kuondoa changamoto hiyo. Kwa hapa Ilemela, ninakupongeza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, umefanyia kazi maelekezo yangu na jumla ya walimu 256 wamesajiliwa kuwa na madeni na mikopo chechefu, ambao nataka tufanye nao mkutano maalum ili hao wanaokopesha na wao tukutane pamoja, tujadiliane. Ninajua wako wengine hapa ATM zao ziko huko, wengine hapa hata vituo vya kazi hamwendi, mnakimbia. Tunataka tuyamalize ili walimu wapate utulivu wa kushughulikia changamoto za sekta ya elimu. Hatuwezi kuwalaumu, tunafahamu ziko changamoto za kiuchumi, lakini kupitia mkutano huu niwaombe sana tuachane na hizo taasisi ambazo zinatweza utu wa mwalimu katika mikopo. Chama cha walimu, tunayo benki ya walimu. Kama haifikiki kwa urahisi, basi wenzetu wa chama cha walimu wawaite watendaji wa benki ya walimu, tukae nao chini ili tulipe madeni yale ya walimu kule, ili tuwe na mkopo mmoja ndani ya chama cha walimu kupitia benki ya walimu au benki nyingine, ili tusiwe na usumbufu ambao unapelekea walimu kukimbia vituo vyao vya kazi. Wako walimu, Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ya Nyamagana, walimu 16 walipoona hapa Mwanza wakopesheki, walienda kujigeuza watumishi wa sekta ya afya, wakaenda kukopa mkoa wa Simiyu. Sasa kule amewashinda, wamekuja wanasema mkuu wa mkoa tusaidie. Sasa nimewaita, tutakaa nao tumalize changamoto yao ili walimu wetu wafanye kazi ya kufundisha na kuongeza ufaulu. Walimu oye! Walimu safi! Sasa katika taarifa iliyosomwa hapa, watu wa PSSF wametaja kwamba wapo baadhi ya walimu ndani ya miaka mitatu wanategemea kustaafu. Nitumie fursa hii kuwataka walimu wastaafu watarajiwa kujiandaa na kustaafu. Kustaafu ni process na preparation for retirement ni process. Uko utamaduni wa kuwaandaa hawa wastaafu katika kipindi cha miezi mitatu. Katika mkoa wa Mwanza na hata nikiwa mkuu wa mkoa wa Mara nilisema mifuko ya hifadhi ya jamii ni lazima tutengeneze training, mafunzo maalum kwa hawa wastaafu ambao angalau wamebakiza miaka 10, miaka 5 na sio miezi mitatu. Walimu hawa tutawaua wakistaafu. Kwa hiyo ninaamini DG wa PSSF ndugu Magambo ni msikivu. Tutapanga semina maalum kwa kushirikiana na nyie mifuko ili tuwaandae hawa watu wakiwa bado wana muda wa kutosha wakiwa kazini. Hawa PSSF ni wanachama wenu,
tunaamini umewaeleza hapa procedure ambazo zinatakiwa kufuata ili wapate kiinua mgongo, lakini maisha ya mstaafu hayategemei tu kiinua mgongo. Mstaafu atakapotegemea kustaafu anatakiwa kujua kwanza ataishi wapi. Je, ameshaandaa eneo la kuishi? Haiwezekani usubiri kiinua mgongo ndio ukajenge nyumba baada ya kustaafu. Lakini pia afahamu eneo litakaloishi lina huduma za msingi katika hiyo jamii. Hospitali iko, umeme upo, maji yapo, ili kupanga mazingira mazuri zaidi kwa ustaafu wake. Ajue matumizi sahihi ya kiinua mgongo, ajue namna ya kufanya uwekezaji wenye tija, kwa sababu iko dhana baadhi ya wastaafu wengine ambao nimekutana nao ofisi ya mkuu wa mkoa wanazo kauli mbiu, wanapata pensheni yao, baada ya siku 4 wanakuja wametapeliwa. Nimekutana na wastaafu ambao baada ya miezi 6 amestaafu kiinua mgongo, ameenda kuongeza mke mwingine tena dogo dogo. Nilipowauliza wanasema gari bovu haivutwi na gari bovu, gari bovu huvutwa na gari nzima. Kwa hiyo wazee, hizi mnazosema gari nzima ndizo zitakazotuua mapema. Kwa hiyo ni lazima mafunzo haya ya ustaafu yafanyike ili kauli za gari bovu huvutwa na gari nzima zisiweze kutokea katika mkoa wa Mwanza. Mwanza oye! Katika mkoa wa Mwanza tunao walimu 423 ambao katika kipindi cha miaka 5 ijayo wanatakiwa kuwa wastaafu. Mafunzo ya hawa yaandaliwe sasa miaka 5 kabla ya kustaafu, ili wafahamu UTT ni kitu gani, uwekezaji sahihi ni upi. Sio wanapata kiinua mgongo wanaenda kununua daladala, watafariki mapema. Kwa hiyo PSSF, NSSF mnayo kazi hiyo ya kufanya, lakini wenzetu wa NSSF wako hapa, na nyinyi walimu wengine mmeoa, wake zenu si watumishi wa serikali, lakini wako walimu wanawake walioolewa, waume zao sio watumishi wa serikali. Ni vizuri ukampa elimu mwenza wako ili aende pale NSSF. Liko dirisha la watu ambao wamejiajiri, mfuko unaoitwa NSSF wanalo dirisha linaitwa hifadhi skimu. Ni vizuri tukaenda tukajua, unaweka fedha yako na akiba yako kidogo kidogo, hata kama wewe sio mwajiriwa wa serikali. Faida yake ni kwamba baada ya miaka 15 kutakuwa na fao la uzeeni, yani pension, lakini yako mafao mengine kama matibabu, fao la kufiwa, kufanyiwa mazishi, lakini pia liko fao la ulemavu na mafao mengi mengineyo. Niungane na Watanzania wote pia kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ziara yake mzuri ya diplomasia ya kisiasa na kiuchumi ambayo amehitimisha hivi karibuni nchini Urusi. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutunukiwa PhD ya heshima katika chuo kikuu cha Rudan University kilichoko kule nchini Urusi. Hakika ziara ya Mheshimiwa Rais imeheshimisha nchi yetu, imemheshimisha yeye rais wetu. Kwa mantiki hiyo imewaheshimisha Watanzania wote. Hongera sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.